Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni Unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Ya kuzungumza yako mengi sana, lakini hatuwezi kukwepa kuzungumza yanayotuhusu. Hatuwezi kukwepa kuzungumza mambo yetu ambayo kiasi yametokea. Kabla ya yote, kwanza nitoe salamu zangu hasa za rambirambi kwa wale ambao kwa namna moja ama nyingine walipoteza ndugu, jamaa na marafiki katika ile kadhia iliyotokea katika miji baadhi ya Tanzania. Niwape pole sana, lakini niwape pole wale ambao ima wamejeruhiwa, wamedhurika, wameathirika kwa nafasi yoyote. Manake kuna watu waliopoteza mali. Mali unajua inapotezwa, inaweza ikatafutwa ikarudi, uhai haupotei. Kuna waliokufa au waliofariki, au unaweza kusema vile hakuna mtu anaweza kupoteza maisha. Chenye kupotea kinapatikana. Maisha ukiyapoteza, manake kama yanapotea yanaweza ikarudi. So maisha, hakuna mtu anapoteza maisha, mtu anakufa na kufariki. Hiyo ndio iko hivyo. Kuna waliofariki, kuna waliopoteza mali, kuna walioathirika kwa namna yoyote ile. Niwape pole sana sana sana, kwa sababu hii imekuwa ni kitu ambacho hatukuwahi kukiona. Sipendi kuzungumza masuala ya ndani, na mara nyingi nimekuwa nikiwazungumza na nyinyi huwa nazungumza vitu vingine kabisa, lakini kuna kitu nimekuwa nikikifuatilia kuanzia mwanzo wa mipango ya hiki ambacho kilichotokea. Mimi niko kwenye uchambuzi kwa muda mrefu kidogo. Niko kwenye uchambuzi wa muda mrefu kiasi. Nimeanza uchambuzi kabla hata ya uchaguzi huu. Ule uchaguzi wa pili wa Magufuli pia nilikuwa tayari mimi nishaanza kazi ya uchambuzi, ambao nilianza kati ya miaka ya 17 mwishoni, 18, 19 ndio nilianza kuingia kwenye media miaka ya 18, 19 ndio nikaanza uchambuzi wa moja kwa moja kwenye vyombo vya ndani, lakini mpaka kuja 20 tayari nilikuwa nimeshaanza uchambuzi kwenye vyombo vya habari vya kimataifa. Ninafanya kazi na vyombo vingi vya kimataifa. Mnanisikia, mnaniona na vyombo vingi vya kimagharibi, vya kimashariki, vya wapi. Ninafanya navyo kazi vingi. Nimekwisha kufahamu mambo mengi ambayo huletwa, au kwa sababu ninafanya kazi na watu wengi wanaotoka nje na ndani. Baadhi huniambia baadhi ya nadharia, maana wengine ni rafiki zangu, kuweza kunieleza baadhi ya vitu ambavyo siwezi kuvizungumza moja kwa moja, lakini ni vitu ambavyo ni kama agenda. Zinawezekana. Vyombo vya habari vingi duniani ni vyombo vyenye mirengo. Hilo ulifahamu. Yani hakuna chombo ambacho atakwambia hiki ni neutral kutokea wapi. Kila chombo kina mrengo wake na kinatetea sehemu fulani, na ndani ya kila chombo huwa kuna agenda fulani imepachikwa. Niliwahi kuzungumza na rafiki yangu mmoja ambaye yuko kwenye chombo kimoja cha kimataifa cha magharibi, yani kile chombo cha kimagharibi. Aliwahi kuniambia, akaniambia agenda ya chombo chao kile ni, yani wanasema kuwa sisi tumesetiwa na maelekezo kuwa tunatakiwa tutoe mabaya tu, yani mabaya tu ya nchi za Kiafrika. Yani sisi habari zetu ni za taharuki, yani kuwa kila habari ambayo italeta taharuki na kuleta mitafaruku ndio habari ambayo inatakiwa ipewe airtime na kuzuia. Kuna chombo kimoja, hiki nitakitaja, ambacho kiko tofauti na vyombo vyote vya magharibi kwa Afrika. TRT, chombo cha Uturuki. Hiki ndio chombo pekee kinaweza kikakupasha kutokea chini, kukuonyesha kuwa Afrika wamepiga hatua kwa hili, Afrika wameendelea kwa hili, Afrika imejengwa kwa hili. Licha ya kuwa inaweza ikatoa na ukosoaji, lakini pia ikakuonyesha na mazuri ya upande mmoja. Hiyo ni agenda ya TRT, chombo cha habari cha Uturuki kwa Afrika. Vyombo baadhi vichache sana vitakuonyesha mazuri ya Afrika. Vyombo vingi vya mashariki vinaweza vikakuonyesha machache
na mazuri unaweza kuyapata Afrika. Vyombo vingi vya magharibi vimewekwa kwa standard ya taharuki. Ninafanya kazi na vyombo vingi. Sitaji kujieleza sana kwa hili, lakini ninafanya kazi na vyombo vingi. So agenda ya vyombo mimi ninaielewa. Sasa tukitoa vyombo, kwa nafasi yangu ya kusikilizwa, kwa nafasi yangu ya uchambuzi ambao nimekuwa nikifanya kwa muda mrefu, pia naweza nikasema kuwa sina ushawishi mkubwa, lakini nina kakundi kadogo ka watu ambako kananisikiliza. Naweza kuzungumza kitu na wakanisikiliza. Kwa hiyo kuna mashirika mengi yaliyo nje yako yanafanya kazi Afrika, ambayo yanafadhiliwa na madola makubwa kwa kazi moja tu ya kuleta taharuki. Mimi ni mmoja wao ambao mara kadhaa nimealikwa, nimeitwa, nimepewa agenda, nimepewa nini, lakini sijawahi kushiriki, sijawahi kukubaliana na hicho kitu, kwa sababu misimamo yangu naijua mwenyewe. Misimamo yangu haifungamani na mtu yeyote, na wala sijalipwa na chombo chochote. Ninafanya kazi kwa kile ninachokipata kwa kazi yangu, bila kununuliwa na mtu yeyote anifunge sauti kuniambia zungumza hiki, usizungumze hiki. Lakini mimi pia ni mmoja wa watu ambao mara kadhaa wamepewa hiyo mialiko na agenda za kuziprint kwa watu ili kuleta taswira fulani hiyo. Sasa kabla hujaingia kufanya chochote, kabla hujaingia kufanya maamuzi yoyote, kabla hujaingia kuwa mfuasi wa yoyote, kabla hujaingia kuwa mfuasi wa mwanasiasa yoyote, kabla hujaingia kuwa mfuasi wa mwanaharakati yoyote, unatakiwa kwanza ufanye tathmini ya kina, faida na hasara ya wewe kujiunga nyuma ya mwanaharakati, nyuma ya mwanasiasa, au nyuma ya chochote ambacho unakiona. Utathmini mwenyewe kabla ya yote. Halafu wakati unatathmini, unatakiwa ujiulize kuwa kuna mtu unamuona ukiamka asubuhi mpaka unalala, yeye anaposti na kuposti na kuposti na kuposti kuleta taharuki na kuprint. Hebu jaribu wewe siku moja, chukua, shinda kwenye mtandao wako, acha kazi zako zote, alafu shinda kwenye mtandao wako asubuhi mpaka jioni kwa muda wa siku 3, alafu leta majibu kuwa familia yako itaishi vipi. Manake hutoki, hufanyi kazi yoyote. Kazi yako utakuwa kwenye mtandao kuonyesha kuwa fulani kafanya hiki, fulani kafanya hivi, fulani kanya. Manake hujapata jibu kuwa kwa nini mtu anaweza kukaa miezi miwili, kazi yake ni moja kwenye mitandao. Manake kuna watu wanamlipa, kwa sababu vinginevyo familia yake itakufa na njaa, vinginevyo watu wake watu wanaomtegemea. Manake hiyo ndio kazi aliyoajiriwa, manake analipwa kwa kuleta taharuki. Sisi tunakofanyia kazi, mfano tunakofanyia kazi, si kazi hii ya kupoint masuala ya kisiasa na nini, kwa sababu sisi hatuko sana kwenye mrengo wa kisiasa. Sisi tuna mrengo labda mfano wa michezo na vitu vingine, kwa watu ambao wana washabiki wengi, tuseme katika sisi sehemu ambao tunafanyia kazi. Kwa mtu ambaye labda akaunti yake ni kubwa sana, mfano ya Instagram, TikTok au kokote, maana kuwa akaunti yako inatazamwa na watu wengi, labda channel yako inatazamwa na watu wengi sana, au kitu chako kinatazamwa na watu wengi sana. Ukichukua hata matangazo ya pale kazini tu ukaliweka kwenye akaunti yako, basi kwa mwezi utawezeshwa masuala ya voucher, utawezeshwa masuala ya bando, utawezeshwa masuala mengine kwa sababu una ushawishi. Lengo ushawishi, kuwagusa wenye ushawishi. Sasa hali ikitokea hivi, narudi pale nililizungumza siku ya mwisho kabla ya uchaguzi. Najua kuna watu huwa hawanielewi kile ninachozungumza, au nikizungumza hivi naonekana kama natetea sana serikali, sijui no, nimewaambia mara nyingi sijamfunga mtu yote kwenye mawazo yangu, wala simlazimishi mtu yote kukubaliana na kile ambacho mimi ninakiona. Lakini huenda mimi ninachokijua wewe hujafika kukijua, yani hukijui kule mbele, kwa sababu mimi nimeshafika kule mbele katika wale wanaokuletea wewe. Mimi baadhi yao nimeshakaa nao, baadhi yao tumeshiriki baadhi ya vitu fulani ambapo agenda nazijua. Huenda wewe mimi ukanitafsiri vingine kwa sababu kuna mtu kakwambia kitu kingine. Na ukitaka kufahamu hili, kachukue taarifa kabla. Watu watakwambia kuna wanajeshi waliingizwa kutoka nchi fulani, Uganda.
wakaletwa Tanzania kwa ajili ya kazi hiyo, na hiko kikaaminishwa hata siku ya uchaguzi, siku ya pili, hata baada ya mitandao kufunguliwa, wimbo ukawa kuwa imekuwa wanajeshi kutoka Uganda waliingia ndio wakatua. Leo hii kiingia kwenye mitandao, story imegeuka. Tunaambiwa askari waliohusika ni askari kutoka Zanzibar. KMKM ndio wamefanya hivyo, na story zinatengenezwa. Hili nimekuwa nikilizungumza mara kadhaa kuwa watu hutazama nini watu wanataka kusikia, halafu wakaifanya kuwa fursa. YouTube creator, watu wanaotengeneza maudhui ya mtandao, hasa kwenye mtandao wa YouTube mfano, ukiweka chochote, posti yoyote ikamzungumza vibaya rais wa Burkina Faso Ibrahim Traore, watu watakushambulia. Ukimzungumza vibaya Vladimir Putin wa Urusi, watu watakushambulia sana. Yani kila mtu atakushambulia. Kwa sababu Watanzania wana kasumba moja, wakimpenda mtu wanampenda wote bila kujalisha anawapa nini, ana nini, atakupa nini. Ndio maana katika nchi hii kuna watu walishapata umaarufu kwa vitu vya ajabu. Yani mtu anapata umaarufu labda hata kwa skendo ya picha mbaya, chafu za mitandaoni, ngono na nini, au levi na nini, anakuwa maarufu na anapewa promo kubwa sana. Anakuwa mtu maarufu, na unashangaa mtu yule anaalikwa hata sehemu muhimu kabisa kwa watunga sheria, wanamwimbia. Hiyo ndio kasumba. Lakini wakimchukia mtu hawataki kujua upande wa pili, hata kusikiliza chochote cha upande wa pili. Tunakuchukia tu basi, hakuna sababu yote ya msingi, kwa sababu fulani alisema tukuchukie. Lakini huisi kuwa wanaharakati kama wanacheza na akili. Rahby Digital, haki na ukweli.